Nimemsikia shekhe mmoja mkubwa kabisa hapa nchini anaheshimika akizungumza haya aliyozungumza khatibu wetu wa leo. Na hapa nataka nitoe tambihi, sitaki kuiacha. Kuna watu wanaingizwa shubha na wanaingizwa makosa ya kwamba eti usiku wa Lailatul Qadr sio bora kuliko usiku wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaosema wanawazuoni kwamba usiku ule wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Akawa sasa leo kuna baadhi ya watu wako tayari wakeshe katika usiku wa kuzaliwa Mtume, wakeshe wafanye ibada mbalimbali, lakini analala na anapumzika katika usiku wa Lailatul Qadr. Eti usiku wa Lailatul Qadr sio bora kuliko usiku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayu aqli hadha, ni akili iliyoje ya mtu huyu? Fama dhannukum bi rabbil alamin, ni ipi dhana yenu kwa Mola wenu aliyesema khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000 ya waje leo usiku huu ushindwe na mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah, mwogope Allah wewe ambaye unawashawishi watu katika hilo wakakosa kheri, kwamba eti usiku wa kuzaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko Lailatul Qadr, na anadai kwamba haya ni maneno yamesemwa na baadhi ya wanachuoni. Wanaosema wanawazuoni kwamba usiku ule wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Lakini jama, kwa mafunzo tuliyopata sahihi ya hii dini, kwamba kauli yenye kuheshimiwa ni kauli ya Allah na mtume wake, kwa sababu Allah ndio mwenyewe masdar chimbuko la wahi, na maneno ya bwana mtume nayo ni wahi, kwa dalili ya aya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake, hana anachotamka isipokuwa ni wahi kutoka mbinguni. Kwa hiyo sisi Waislamu Ahlus Sunna tunaamini kwamba kauli isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanadamu Waislamu inaweza kubalika na inatupwa, yukhadhu wa yurad. Wanasema wanachuoni, kauli mashuhuri ya Imam Malik rahimahullah, kwamba kwa nini? Kwa sababu hawa mashekhe bali na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio watu maasum, yani hawakulindwa wao kutofanya makosa kama ilivyo sifa ya manabii kwamba ni maasumin. Kwa hiyo kama ikiwa kuna shekhe kasema hivyo, sisi tumelelewa kwamba tunataka dalili, na dalili sio ya maneno ya shekhe mwenyewe. Dalili ima iwe ni Qur'ani au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukipekua mafunzo ya Mwenyezi Mungu na Mtume, hukuti dalili ya usiku uliokuwa bora katika mausiku yaliyopo duniani isipokuwa usiku huu wa heshima unaitwa Lailatul Qadr. Hakuna mwema yeyote aliyetangulia katika masahaba tabi'in waliozungumza eti kwamba siku ya maulidi, yani siku ya kuzaliwa Mtume, ni bora kuliko Lailatul Qadr. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dalili, na wanachuoni wa usuli wamenakubaliana kuhusiana na hizi zama nyakati. Wanamsemo wao wanasema al-aslu fi fadaili al-azmina at-tawqif, kwa msingi, kwa asili hizi fadhila zinazotokana na masiku ni jambo ambalo limesimama pale aliposimama mweka sheria. Mweka sheria yani Mwenyezi Mungu na mtume wake ambao ndio wenye wahi, wakisema kwamba siku fulani, mwezi fulani una utukufu, basi sisi ndio twasema huu mwezi au siku hii ni tukufu. Kinyume cha hivyo, hata tujie nani atuambie siku fulani ni tukufu, hatukubali. Kwa nini? Kwa sababu kwa mafunzo ya dini hii fadhila zapangwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kupitia mtume wake kwa maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo kama tumeletewa wahi kwamba Lailatul Qadri khairu min alfi shahri, hakuna wa kutuambia mwingine yote. Bila shaka hao wenye mashekhe wanaokuleta haya, kazi yao kubwa ni kufanya propaganda, kufanya kuyatukuza maulidi, ionekane kwamba ni jambo kubwa kabisa la heshima, na mwenye kufanya jambo kwenye siku ya maulidi basi ashinda kheri zilizopo, kwa mujibu wa maneno yao, ashinda kheri zilizopo kwenye Lailatul Qadr. Kwa hiyo haya ni mambo batili, haifai kwa mtu anayejinasibisha na sunna kuyapigia debe au kuyazungumza kwa nia ya kuyakubali haya mambo. Haya mambo yamekatalika, hata kama yazungumzwa na shekhe gani, bali mashekhe wengi waliotangulia wamezungumza kwamba hapana jamani, Lailatul Qadri ndio bora katika nyusiku bora, Lailatul Qadri ndio namba moja. Hatukatai fadhila za kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wetu, lakini hatuna dalili ya kwamba eti kwa ubora huu wa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wake basi tufanye maulidi. Hakuna. Hata hao wanaofanya maulidi wanakubali kwamba hili ni jambo limezushwa, halipo katika dini, halipo, ila tu hoja yao ile, tukiyasoma kuna ubaya gani? Tukiyasoma kuna, kwani kila aliyoliacha Mtume na masahaba halifai? Hapana, kuna mambo ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na uwezo wa kuyafanya hayo, kuyaacha kuyafanya ndiyo sunna, na hili twalisema mara nyingi. Ni nani katika waumini wa nchi hii ambaye mfano wakiswali Idi wanaleta adhana, wanaleta ikama? Ni nani? Na huwezi kukuta hadithi hata moja iliyopokelewa kwamba Mtume ametukataza tusiadhini siku ya Idi, au hadithi hata moja imetukataza tusifanye ikama siku ya Idi. Lakini masahaba wanasimulia kwamba Mtume kaswali swala za Idi zote, lakini lam yuadhin, hakufanya adhana wala yuqim, wala hakuleta tosha kwetu sisi. Na ndio maana na wao pia alivyoondoka Mtume, wao nao hawakuadhini kwenye swala ya Idi wala hawakufanya ikama. Hivyo hivyo mpaka leo, hata hao watu wa bid'a pia nao pia hawana adhana siku ya. Sasa huwezi kusema kuna ubaya gani, kwa sababu adhana kusudio lake ni kuwabainishia wakati watu swala na kuwaita. Kuna ubaya gani? Huwezi. Upo ubaya. Kwa nini? Kwa sababu Mtume kaacha kulifanya.